Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Keo TV. Yeriko Nyerere, huyu ni mwanasiasa kutoka nchini Tanzania katika chama cha ukombozi wa umma, yani Chauma, ambapo ameweka chapisho la Jambo TV hapa ambao lisema kichwa cha habari kilikuwa kinasomeka hivi: Chadema wakutana na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa yani UN. Na picha hapa wamemweka mwanasheria wa Chadema Rugemeleza Nshala pamoja na katibu mkuu wa Chadema ambaye ni John Mnyika. Yeriko Nyerere amekuja na ujumbe mrefu kabisa katika mtandao wa Twitter. Na nukuu ujumbe wa Yeriko Nyerere, na nukuu: mjumbe yule wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alipokutana na Chadema chini ya katibu mkuu Mnyika na mwanasheria mkuu ndugu Nshala, alikuwa halali mkatoa taarifa kwa mbwembwe na kujisifu sana kwamba UN imeitikia kilio chao. Lakini siku 2-3 zilizofuata mjumbe huyo alipoanza kukutana na vyama vingine kama Chauma, CCM na ACT Wazalendo, ikiwemo serikali, Ikulu na tume ya uchunguzi, Chadema hiyo ikageuka na kutangaza umma kuwa taarifa ya maandishi kuwa mjumbe yule sio halali na hatambuliki, ati ameletwa na CCM. Kituko zaidi, barua serious ya taasisi kwenda kwa katibu mkuu wa UN eti ameandikwa na mkurugenzi wa diaspora, cheo ambaye hata kwenye katiba ya chama hatambuliki, ni cheo tu cha WhatsApp. Katibu mkuu Mnyika alikwenda kuonana na ana kwa ana na mjumbe wa UN, hajajishughulisha kuandika barua kupinga uhalali wa mjumbe huyo. Lakini Chadema ya Maria Sarungi ambaye na diaspora inapigana na kukomaa ukweli. Hawataki kutambua kikao cha katibu mkuu na mwanasheria mkuu na mjumbe wa UN. Walitaka ili mjumbe yule awe halali kwao, basi atoke makao makuu ya UN moja kwa moja aje azungumze na Chadema tu, akisha ageuke Marekani, na mwisho UN itangaze Samia sio rais wa Tanzania na nchi itakabidhiwa kwa wazungu au kwa mpito kama waliopendekeza siku za nyuma. Wanadhani nchi ni ametokana kidogo hapa. Watu wema tunazifahamu siasa zilizobalehe. Tunabaki kucheka tu kwa kuwa tunafahamu wazi tabia na mwenendo wa chama kilichofilisika, ambapo hugeuka kuwa kituko na pengine huwa kikundi tu cha wanaharakati uchwala. Atatokea mpumbavu atasema, kwa nini unasema Chadema? Mwambieni wewe, kwa nini unaisema Chadema? Mwambieni ametukana hapo. Anaitwa Yeriko Nyerere, ambapo ameandika maneno makali kweli kweli kuhusu mjumbe katibu mkuu wa UN kutana na viongozi wa Chadema, na huyo mjumbe wa UN alipokutana na vyama pinzani pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali, Chadema moja kwa moja alikanusha kwamba alikuwa sio mjumbe halali wa UN. Una maoni gani kwa hicho ambacho ameandika Yeriko Nyerere? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Bye bye.